Habari za kuamka mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, na tumaini kwamba uko mzima wa afya pote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage, na mkiswahili ngine unasema una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kumwisho wa habari tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo. Ya jana Alhamisi tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, tukio muhimu la kibinadamu lilifanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, ambako kundi la kwanza la wakimbizi wa Kongo wapatao 417 walirejea nyumbani baada ya muda wa kuishi uhamishoni. Kwa mujibu wa Komisaria des Nations Unies pour les Réfugiés HCR, wakimbizi hao wameanza safari yao mapema asubuhi kutoka kambi ya Busuma iliyoko katika mkoa wa Ruigi nchini Burundi. Msafara huo uliwasili katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya saa 3 na saa 4 alasiri kwa saa za eneo hilo. Mpaka walioipitia ni wa Kamvimvira, ambako tayari maandalizi imewekwa kwa ushirikiano kati ya mamlaka ya Kongo na HCR. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa wakimbizi wanapokelewa kwa usalama, heshima na kwa kuzingatia mahitaji yao ya msingi ya kibinadamu. Operesheni hii ya kurejesha wakimbizi ni sehemu ya mpango mpana wa kibinadamu unaolenga kusaidia kurejea kwa hiari kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro ya usalama iliyodumu kwa muda mrefu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka kadhaa, maelfu ya raia wa Kongo wamekuwa wakikimbilia nchi jirani ikiwemo Burundi wakitafuta hifadhi na usalama. Akizungumza kuhusu zoezi hili, mwakilishi wa HCR nchini Burundi, Brigitte Eno, alieleza kuwa taratibu maalum zimeandaliwa ili kuhakikisha kuwa wale wanaorejea wanapata msaada wa haraka wanapowasili. Msaada huo unajumuisha huduma za afya, malazi ya muda pamoja na msaada wa kijamii ili kusaidia kuanza upya maisha yao. Alisisitiza kuwa kurejea huko kunafanyika kwa hiari ya wakimbizi wenyewe na kwamba usalama wao upewe kipaumbele katika kila hatua ya safari yao. Hata hivyo, changamoto bado zipo, hasa kutokana na hali ya usalama ambayo bado haijatengamana kikamilifu katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wataalamu wa masuala ya kibinadamu wanaona kuwa hatua hii ni kama ishara ya matumaini, lakini pia wanatoa tahadhari kwamba juhudi za zaidi zinahitajika ili kuhakikisha wale wanaorejea wanapata mazingira salama na endelevu ya kuishi. Kwa ujumla, kurejea kwa kundi hilo la kwanza la wakimbizi kunaashiria uwezo wa mchakato mpana zaidi wa kurejesha utu na matumaini ya maelfu ya watu waliokumbwa na athari za migogoro ya muda mrefu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvutano unaendelea kuhusiana na kufungwa kwa anga na hatma ya uwanja wa ndege wa mji huo. Kwa mujibu wa waasi wa M23, serikali ya Kinshasa ndiyo inayoshikilia ufunguo wa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma. Katika taarifa yao ya hivi karibuni, AFC M23 wamesema kuwa licha ya hali ya usalama kubadilika katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, uamuzi wa kufunga anga ya Goma ulifanywa na mamlaka ya kitaifa, hivyo ni jukumu lao la kuamua lini shughuli za usafiri wa anga zitaanza tena. Waasi hao wanadai kuwa kufungwa kwa uwanja huo kunaathiri vibaya maisha ya raia, misaada ya kibinadamu pamoja na shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Kwa upande wake, serikali ya Kinshasa bado haijatoa kauli rasmi ya moja kwa moja kuhusu madai hayo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kufungwa kwa anga ya Goma
kunahusishwa na hali tete ya kiusalama inayosababishwa na mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi yakiwemo AFC M23 wenyewe. Wakazi wa Goma wanaendelea kuathirika na hali hii, usafiri wa anga ukiwa umesitishwa, biashara nyingi zimeporomoka na gharama za bidhaa zimeongezeka kutokana na ugumu wa usafirishaji. Mashirika ya misaada yamekuwa na changamoto ya kuwafikia wahitaji, hasa wakimbizi wa ndani waliokimbia mapigano katika maeneo ya karibu. Baadhi ya wananchi wameeleza wasiwasi wao wakisema kuwa uwanja wa ndege ni kiungo muhimu kwa maisha yao ya kila siku. Wanaamini kuwa kufunguliwa kwake kutasaidia kurejesha hali ya kawaida na kurahisisha utoaji wa misaada ya kibinadamu. Kwa sasa mustakabali wa uwanja wa ndege wa Goma unabaki kuwa kitendawili, huku kila upande ukielekeza lawama kwa mwingine. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, macho ya wengi yanaelekezwa kwa Kinshasa kuona kama itachukua hatua ya kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma. Hadi kufikia hapo, wakazi wa Goma wanaendelea kuishi katika hali ya sintofahamu wakisubiri suluhisho litakalo rejesha utulivu na kurahisisha maisha yao ya kila siku. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuzorota, hususan katika maeneo ya Kalembe na Kalonge ambako wakazi wanaishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanywa na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda, maeneo hayo mawili yamekuwa kikumbwa na uvamizi wa ghafla, mara nyingi nyakati za usiku, ambako watu wenye silaha huingia vijijini kupora mali na wakati mwingine kuwashambulia raia. Wakazi wanasema kuwa hali hii imekuwa ya kudumu na hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kurejesha usalama. Baadhi ya wakazi wa Kalembe wameeleza kuwa maisha yao yanabadilika kabisa. Shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha kipato zimeathirika vibaya, kwani watu hawawezi tena kwenda mashambani kwa hofu ya kushambuliwa. Wengine wameanza kuyahama makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa upande wa Kalonge, hali si tofauti. Mashambulizi ya ghafla yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Familia nyingi zimejikuta zikikosa makazi baada ya nyumba zao kuchomwa moto au kuharibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa uwepo wa makundi mengi yenye silaha katika eneo la Kivu Kaskazini unachangia kwa kiasi kikubwa hali hiyo ya sintofahamu. Wanasitiza umuhimu wa kuwepo kwa mkakati madhubuti wa kuimarisha usalama na madhubuti makundi hiyo ili kulinda raia. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kijamii wanatoa wito kwa serikali na jeshi kuongeza juhudi katika kulinda wananchi. Wanadai kuwa ukosefu wa doria za mara kwa mara na uwepo mdogo wa vikosi vya usalama katika maeneo ya vijijini unawaacha wananchi katika hatari kubwa. Kwa sasa hali ya hofu inaendelea kutawala katika eneo la Kalembe na Kalonge. Wananchi wanaishi kwa tahadhari kubwa, huku wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka husika ili kurejesha amani na utulivu katika maeneo hayo. Ni wazi kuwa bila hatua za haraka na za kudumu, hali inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi na kuathiri maisha ya maelfu ya watu wasio na hatia katika eneo hilo lenye changamoto kubwa za kiusalama. Katika eneo la Walikale, hali ya usalama imeanza kuonyesha utulivu wa tahadhari katika vijiji vya Bobolo na Kasumba kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyoripotiwa hivi karibuni na kuhusishwa na waasi wa M23 AFC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda, milipuko ya mabomu ilisikika katika maeneo hayo siku chache zilizopita na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Watu wengi walilazimika kuyahama makazi yao kwa muda wakihofia usalama wao, huku baadhi ya familia zikikimbilia misituni au katika vijiji jirani vilivyoonekana kuwa salama zaidi. Hata hivyo, katika saa na siku za hivi karibuni, hali imeanza kutulia polepole.
wakazi wachache wameanza kurejea manyumbani, ingawa wengi bado wanaishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa mashambulizi mapya. Viongozi wa jamii wanasema utulivu huo ni wa muda na haupaswi kuchukuliwa kama ishara ya amani ya kudumu. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaeleza kuwa miundombinu kadhaa imeharibiwa na mashambulizi hayo, huku huduma za msingi kama vile maji, afya na elimu zikiathirika kwa kiasi kikubwa. Wanatoa wito kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kulinda raia na kurejesha hali ya kawaida. Kwa upande wake, hakuna tamko rasmi iliyotolewa moja kwa moja na wahusika wanaotumiwa kuhusika na mashambulizi hayo. Hali hii inaongeza sintofahamu kuhusu mustakabali wa usalama katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hali kama hii, utulivu dhaifu, imekuwa ikijirudia mara kwa mara katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vipindi vya ukimya hufuatia na mlipuko mpya wa mapigano. Kwa sasa wakazi wa Bubolwa na Kasumba wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, wakitumaini kuwa hali ya utulivu itaendelea, lakini pia wakijiandaa kwa uwezekano wa kurejea kwa machafuko wakati wowote. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mgogoro unaohusisha waasi wa M23, mamlaka za kijeshi zimechukua hatua mpya ya kudhibiti muonekano na utambulisho wa vikosi vilivyo mstari wa mbele. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, waratibu wa kitaifa wa kundi la kujitolea la ulinzi wa taifa maarufu kama VDP wamepinga marufuku wanachama wao wanaojulikana pia kama wazalendo kuvaa sare mpya za kijeshi zinazotumiwa na jeshi la taifa la FARDC. Amri hiyo ilitolewa kupitia waraka wa dharura uliosainiwa na Kanali Sokolo Semivumbi Cyprien ambaye ni mratibu wa muundo huo. Katika mawasiliano hayo rasmi iliyotumwa kwa makamanda wote wa VDP, imeelezwa kuwa uamuzi huo umetokana na maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa uongozi wa juu wa kijeshi. Kwa mujibu wa waraka huo, wazalendo wanapaswa kuendelea kutumia sare zao za zamani walizopewa hapo awali na waruhusiwi kabisa kuvaa sare mpya za FARDC. Hatua hii inalenga kuweka utofauti wa wazi kati ya wanajeshi wa kawaida na jeshi la serikali na makundi ya kujitolea ambao pia yanashiriki katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa uamuzi huo unaweza kusaidia kupunguza mgawanyiko kati ya maeneo ya mapigano ambako mara nyingi imekuwa vigumu kutofautisha kati ya vikosi halali vya serikali na makundi yenye silaha. Pia hatua hii inalenga kuimarisha nidhamu na uratibu ndani ya vikosi vinavyoshirikiana na jeshi. Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wanaona kuwa hatua hii inaweza kuibua changamoto kwa wazalendo ambao mara nyingi wanajiona kuwa washirika wa karibu wa jeshi la taifa katika vita dhidi ya waasi wa M23. Wanaweza kuhisi kutengwa au kupunguzwa azi kwa kutoruhusiwa kuvaa sare sawa na wanajeshi wa kawaida. Waraka huo wameonya wazi kuwa yeyote atakayekiuka agizo hilo atachukuliwa hatua kali za kunidhamu kwa kosa la kutotii amri. Hii inaonyesha dhamira ya mamlaka ya kijeshi kuhakikisha kuwa maagizo hayo yanaheshimiwa kikamilifu. Kwa ujumla, hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali kuleta mpangilio wazi na udhibiti bora katika operations za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa nchi, eneo ambalo linaendelea kukumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Ni wazi kuwa katika vita vya kisasa, sio tu silaha na mikakati vinavyoamua ushindi, bali pia utambulisho, nidhamu na usimamizi madhubuti wa vikosi vinavyohusika. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha tukuunge moja kwa moja na habari za kimataifa toka pande zote za dunia. Karibu.
6. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yaishutumu Marekani kuwa kikwazo katika mazungumzo ya usitishaji vita baina ya nchi hizo mbili. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya waidhinisha mkopo wa mabilioni ya dola kwa Ukraine, huku rais wa Ukraine akisema huo ni ujumbe kwa Urusi. Na tunaangazia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani barani Afrika, Papa Leo, imeacha funzo lolote? Ziara hii ilikuwa ya kwanza ya Papa Leo wa 14. Anapozuru nchi, kazi yake moja ni kuweza kueneza imani na vile vile amani ambayo imekosekana sana katika dunia nzima. Na kabla ya kuziangazia taarifa hizo kwa kina, nampisha mwenzangu Sarafina Robi aweze kukusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja ni kwa ikulu ya White House, inasema hakuna makataa ya kusitisha mapigano na Iran ambayo Donald Trump aliongeza usiku wa Jumanne. Msemaji wa habari Caroline Leavitt amewaambia wanahabari kuwa rais atamua ni lini vita vitamalizika. Pia amesisitiza kwamba hatua ya Marekani ya kuzifunga bandari za Iran ilikuwa na mafanikio kwa kuzuia uchumi wa Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametaja vikwazo hivyo kuwa mojawapo ya vikwazo vikuu vya mazungumzo ya amani, akiongeza kuwa nchi yake iko tayari kwa mazungumzo, ila akaishtumu Marekani kwa kutumia maneno ya unafiki. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ameshtumu Israel kwa uhalifu wa kivita baada ya mwandishi mwingine wa habari wa Lebanon kuuawa kusini mwa nchi hiyo. Amal Khalil alikumbwa na shambulizi la anga la Israel alipokuwa akitafuta hifadhi katika nyumba moja. Maafisa wa Lebanon wanasema lilikuwa shambulio la maksudi na lilolengwa. Salam anasema vikundi vya wakosoaji ama waokoaji pia vilizuiwa kufika eneo la tukio. Anasema Lebanon italiwasilisha tukio hilo mbele ya vikao vya kimataifa. Jeshi la Israel lilikanusha kuwalenga waandishi wa habari au kuzuia timu za uokoaji kufika eneo hilo na kusema kuwa tukio hilo sasa linachunguzwa. Serikali ya Ghana inasema mamlaka ya Afrika Kusini imeanzisha uchunguzi kuhusu msururu wa mashambulizi ya chuki dhidi ya raia wa Ghana wanaoishi nchini humo. Zaidi na Martha Saranga. Video kadhaa zinazoonyesha raia wa Ghana wakishambuliwa nchini Afrika Kusini zimesambaa kwa kasi katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ni suala tata linalochochewa na mapambano ya kiuchumi, habari potofu na mivutano ya kihistoria. Maandamano na ghasia yanayowalenga watu wasio raia wa Afrika Kusini yamekuwa yakiongezeka katika kipindi cha kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu. Mwezi uliopita, Nigeria iliwataka raia wake kuwa waangalifu kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji haramu ambayo aligeuka kuwa ya vurugu. Na Rais Zelensky amesema kuidhinishwa na balozi wa Umoja wa Ulaya kwa mkopo wa dola bilioni 100 kwa Ukraine kunatuma ujumbe sahihi kwa Urusi. Fedha hizo zinapaswa kutolewa baada ya Hungary kuondoa kura yake ya turufu na Ukraine kuanza tena kuwezesha mafuta ya Urusi kupitia bomba la kuelekea Slovakia na Hungary. Ukraine inasema iliweza kuanza tena operesheni baada ya uharibifu kutokana na mashambulizi ya Urusi. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kuhitimisha mkopo huo leo hii. Hii ni BBC. Mwenzangu Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi pale nchini Kenya ndio ambaye amekusomea muktasari huo wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera Kulengara, Radio Free Africa ya Mwanza na Radio 1 na Dar es Salaam. Kenya Must FM, Mwenedu FM. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. DRC Lizardal Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, unarambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kuzingirwa kwa Marekani kwa bandari za Iran pamoja na vitisho ndio vizuizi vikuu vya mazungumzo ya kweli. Kwenye mtandao wa kijamii pia ameshutumu Marekani kwa matamshi ambayo anasema ni ya kinafiki. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya White House amesema Rais Trump hajaweka wakati ambapo muda usitishaji mapigano aliotangaza jana usiku utakapokamilika. Taarifa zaidi na Sarafina Robi.
Mpatanishi mkuu wa Iran katika mazungumzo na Marekani anasema haiwezekani kwa mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kutokana na ukiukaji wa wazi wa usitishaji vita wa Marekani na Israel. Katika mtandao wa X, Mohammed Bagher Ghalibaf anasema ukiukaji huo ni pamoja na vizuizi vya jeshi la majini la Marekani kwenye bandari ya Iran ambavyo anasema ni sawa na kuchukua mateka uchumi wa dunia pamoja na uchochezi wa Israel katika nyanja zote. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran bado ipo tayari kwa mazungumzo, ila kuongeza kwa kusema ukiukaji wa ahadi, vikwazo na vitisho ni vikwazo vikuu vya mazungumzo ya kweli. Awali ilionekana kwamba Marekani na Iran zingefanya mazungumzo mapya ya amani nchini Pakistan wiki hii, ila bado hayajaanza. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kurefusha muda wa usitishaji vita kati ya Marekani na Iran ambapo ulipaswa kumalizika hapo jana siku ya Jumatano. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt baadaye alifafanua kwamba kuongeza muda kwa Trump ni wazi na hana makataa mapya. Aliongeza kuwa Trump ameridhishwa na vikwazo vinavyoendelea vya Marekani dhidi ya Iran na anaelewa kuwa Iran iko katika hali dhaifu sana. Alipoulizwa na wanahabari ni lini vita hivyo vitamalizika, Leavitt alisema kuwa ni Rais Trump kuamua na atafanya hivyo wakati anahisi kuwa ni kwa manufaa ya Marekani na watu wa Marekani. Kwa hakika kuna mgawanyiko mkubwa wa ndani. Hivi ni vita kati ya wanaoangazia uhalisia wa mambo na wenye msimamo mkali nchini Iran. Hivi sasa na rais anataka majibu ya umoja. Kwa hivyo tunapongojea majibu hayo, kuna usitishaji wa mapigano na jeshi pamoja na mashambulizi, ila operesheni ya Economic Fury inaendelea pamoja na vizuizi vya majini. Maoni ya hivi punde ya msuluhishi wa Iran yanajiri wakati mapigano yakiendelea katika njia hatari ya majini, njia muhimu ya kimataifa ya meli, huku Iran ikitangaza kuwa imezikamata meli mbili kwenye mlango huo wa bahari. Sasa Iran inasema meli mbili za mizigo zilizuiliwa katika mlango bahari wa Hormuz kwa ukaguzi. Tangazo hilo linafuatia ripoti za mashambulizi dhidi ya meli 3 za mizigo katika mlango huo wa bahari. Ni taarifa yake Sarafina Arobi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuidhinishwa kwa mkopo wa dola bilioni 100 na mabalozi wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine ni kutuma ujumbe kwa Urusi. Fedha hizo zinapaswa kutolewa baada ya Hungary kuondoa kura yake ya turufu na Ukraine kuanza tena kusafirisha mafuta ya Urusi kupitia bomba lake kuelekea Slovakia pamoja na Hungary. Kiev inasema iliweza kuanza tena operesheni baada ya uharibifu kurekebishwa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kukamilisha mkopo huo leo Alhamisi. Waziri wa uchumi wa Slovakia Denisa Sakova anasema fedha hizo ni muhimu sana kwa Ukraine. Hizi ndizo pesa tunazohitaji ili kuiweka Ukraine hai, uchumi na miundombinu yao ambayo jamii inahitaji kuendelea kuishi katika kipindi cha wiki 2 na miezi kadhaa ijayo. Na ndiyo, kwa kweli, kwa ulinzi pia, lakini kwanza kabisa tunazungumzia kuhusu uchumi wetu. First of all, we are talking about our economy. Ingawa mkopo huo ulikubaliwa Disemba mwaka uliopita, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alipiga kura ya turufu juu ya malipo hayo mwezi Februari baada ya Ukraine kusema uharibifu uliosababishwa na shambulio la Urusi umesimamisha usambazaji wa mafuta. Vyanzo vya mafuta na serikali vya Ukraine viliwaambia maafisa wa Hungary na Slovakia kwamba kusafirisha mafuta kumeanza tena saa chache baada ya mabalozi wa Umoja wa Ulaya EU kuanza kujadili mkopo huo. Hungary ilikuwa imetaka mafuta kuanza kusambazwa tena kabla mkopo kulipwa, na Ukraine ilithibitisha kwamba ukarabati umekamilika siku ya Jumanne. Mwendesha mashtaka ameomba mahakama kuu kudumisha adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa Beatrice Munyenyezi kwa makosa ya mauaji ya kimbari na ubakaji wa wanawake wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Hii ni adhabu aliyopewa na mahakama ya ngazi ya juu ya Huye mnamo mwaka 2024 baada ya kupatikana na hatia. Munyenyezi na mawakili wake wanadai kwamba maelezo ya mashahidi yanatofautiana na kwamba ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka hauna msingi. Beatrice Munyenyezi alirejeshwa nchini Rwanda mwaka 2021 na serikali ya Marekani, kama anavyoripoti zaidi hapa Ive Buchana.
Upande wa mashtaka umejenga hoja yake kwa madai kuwa katika rufaa yao mwenyenyezi na mawakili wake wameshindwa kutoa ushahidi mpya wa kupinga ule uliotolewa katika mahakama ya mwanzo uliomtia hatiani kwa makosa manne, ikiwemo kutekeleza mauaji ya kimbari na kushirikiana katika mauaji hayo. Mahakamani, waendesha mashtaka walisisitiza kuwa wanashikilia maelezo ya mashahidi walioshuhudia kwa macho yao wenyewe, wakidai kuwa mashahidi hao hawakujichanganya wala kushindwa kutambua mshukiwa. Upande wa mashtaka ulisisitiza zaidi tukio la kuuawa kwa Mtawa baada ya kubakwa na wanamgambo Interahamwe katika chumba cha chini cha iliyokuwa hoteli ya Ihuriro. Inadaiwa alibakwa kwa amri ya mwenyenyezi, kisha mwenyenyezi mwenyewe akamuua kwa kumpiga risasi ya bastola kama alivyoeleza mmoja wa mashahidi. Katika hitimisho lao, mawakili wa Beatrice mwenyenyezi waliambia mahakama kuwa maelezo ya mashahidi yaliyotumika kumtia hatiani yanapingana kuhusu muda na namna Mtawa huyo alivyouawa, licha ya mashahidi hao kudai walikuwa kwenye kizuizi cha barabarani kila siku pamoja na mwenyenyezi. Mwenyenyezi alishtakiwa kwa kuwaua watu 4 yeye mwenyewe kwa kuwapiga risasi, kushiriki katika kuweka kizuizi cha barabarani ambapo Watutsi waliuawa na kuhamasisha wanamgambo Interahamwe kubaka wanawake kabla ya kuwaua. Waendesha mashtaka walipinga nyaraka na ushahidi uliotolewa na utetezi, ikiwemo nyaraka zinazodaiwa kutoka mahakama ya ICTR au iliyokuwa tume ya Rwanda ya kupambana na mauaji ya kimbari. Ushahidi huo ulinuia kuonyesha kuwa jina la mwenyenyezi halimo kwenye orodha ya waliofanya mauaji katika mji wa zamani wa Butare au waliopewa silaha. Mwendesha mashtaka alidai kuwa ushahidi wowote lazima uwe na chimbuko linalojulikana na uwe wa asili, na kuomba mahakama kutozingatia nyaraka hizo katika uamuzi wake. Mahakama imetangaza kuwa hukumu ya kesi hiyo itasomwa tarehe 30 mwezi Julai. Na asante Iveye Bucha na sasa leo hana jezi, leo ni birthday boy. Happy birthday to you. Wacha bana. Hatari. Nisingekuwa mtangazaji, huenda ningekuwa mwimbaji. Fanya jambo basi, mkono mtupu ulambo sasa. Zaidi ya miongo mitatu, endelea kuishi zaidi na zaidi. Tupashe habari na salamu kwa wana Arsenal kileleni. Wameondolewa tena kama kaida yao, na uenda wasichukue ubingwa sikola. Na sio mara ya kwanza. Hata msimu uliopita na mengine walikuwa wakikaa mpaka dakika za mwisho wanaondolewa. Sasa ligi kuu soka imeendelea kama unavyosema hapo, ambapo Man City wameendelea na harakati zao na kurejea kileleni kutaka kunyakua taji la Premier baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Burnley, ambapo vile vile nayo imeshushwa daraja. City hawajakaa kileleni tokea mwanzo wa msimu, lakini mfululizo wa mechi 11 bila kufungwa umewafanya kuwapita the Gunners zikiwa zimesalia mechi 5. Kumbuka mchezo uliopita pia walifunga Arsenal goli 2-1 ile juzi ile. Mchezo mwingine ulikuwa baina ya Bournemouth dhidi ya Leeds ambao walitoka 2-2. Tottenham Hotspur wanatazamia kumteua mwanasaikolojia kwa kikosi chao cha kwanza cha wanaume baada ya meneja Roberto Di Zerbi kusema kwamba wanahitaji kubadilisha mtizamo na mawazo. Spurs wameteremka hadi kwenye nafasi 3 za mkiani za Premier League baada ya kucheza mechi 15 za ligi bila ushindi wowote. Di Zerbi alitolewa kwa kocha. Ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia channel yetu ya YouTube, hakikisha una subscribe, una like na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku, na hata ukishare kwa wengine na wasambazi kwa wengine ili habari iendelee kuwafikia watu wote ili wapate kujua nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mapigano na matukio mbalimbali kutoka nchi ya DRC. Na basi acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu yanahakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika, lakini tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu za jioni ya leo tena tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na mimi jina langu ni Idi George, mtangazaji wako kupitia Congo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo.